Serikali imeombwa kuweka sheria na kanuni zitakazosaidia kusimamia upatikanaji wa huduma ya chakula shuleni, hatua iliyolenga kuinua kiwango cha taaluma kwa wanafunzi. Ombi hilo limetolewa leo kikao cha kamati ya maendeleo ya kata WDC kata ya Kabarim. Katika kikao hicho cha kupokea na kujadili taarifa ya utekelezaji wa shughuli za maendeleo ya robo ya pili ya mwaka wa fedha 2025-2026, ambapo wamejadili masuala ya utoro, lishe, usajili wa wanafunzi pamoja na kuboresha zoezi la uchangiaji chakula shuleni katika kuboresha ufaulu kwa wanafunzi. Swala la chakula ni swala la mzazi. Wewe mzazi uko nyumbani kwa ajili ya maandalizi ya chakula cha familia yako. Unajua mtoto wako yuko shule. Ile budget uliyopanga ya kula mchana na familia yako, kwa nini kile chakula wasipeleke mashuleni kwa wale watoto wanaoshinda shuleni? Nijikite kwenye shule ambayo mimi ni mjumbe wa bodi, kwa sababu ni shule ambazo pia zinafanya vizuri sana kwa upande wa elimu. Nafikiri jambo hilo liko wazi, hakuna asiyejua kwamba ni shule ambazo kwenye upande wa matokeo kufaulisha ziko vizuri sana, hata kwenye ufundishaji. Nyendo ikiwa imefuata nyenzo za Bunda Day. Nyendo sasa hivi iko vizuri sana, iko hivyo. Ina performance kubwa sana wa wanafunzi watoro, lakini na wazazi ambao hawajachangia chakula mashuleni. Serikali ilete sheria ambayo inaelekeza kwamba kila mtoto anatakiwa ale shuleni. Lazima. Sasa iache jukumu kwa kamati au bodi na wazazi. Wajitungie sasa sheria ambayo itawaongoza sasa kwa kupitia sheria hiyo ya serikali, na kuweka mikakati kwa wale ambao hawatafanya nini? Hawatachanga chakula, wanachukuliwa hatua gani? Lakini tukisema tuweke bylaw, sawa, tunaweza tukaweka bylaw, lakini kule waziri ameshasema kwamba watoto wote waende shule bila kikwazo chochote. Sasa niambie wazazi na waziri kule, yupi mkubwa ambaye anatakiwa asikilizwe? Hebu niambie, nani anatakiwa asikilizwe hapa? Ni wazazi tuwasikilize au tumsikilize waziri? Ndio maana nasema hapa tayari kuna ukinzani fulani. Sisi tunapanga hapa, lakini kule kuna nini? Kuna matamko yameshatoka. Mimi imewahi kunitokea tena mwaka jana. Nimepelekwa hadi halmashauri kule. Nimeshtakiwa hadi halmashauri na mzazi. Kwa sababu gani? Tena sikumfukuza. Nimemwambia nenda kaniletee mzazi. Yeye ameenda kule akamwambia kwamba nimerudishwa chakula. Unaona? Sasa baada ya hapo unafikiri nitarudia tena? Nimepigiwa simu kutoka kule, nahitajika kule. Nitarudia tena? Akizungumza mara baada ya kikao hicho, diwani wa kata ya Kabarimu ambaye pia ni mwenyekiti wa kikao hicho amesema kikao hicho kimewezesha wajumbe kupata taarifa mbalimbali za maendeleo na kujadili kwa kina changamoto zinazokabili kata hiyo, sambamba na kuweka mikakati madhubuti ya kutafuta ufumbuzi wa changamoto hizo. Kwa majina naitwa Kuro Ramadhani Ngata, diwani wa kata ya Kabarimu. Kwa leo ni siku nzuri ambayo Mungu imempendezesha. Tumekaa kikao cha kwanza cha WDC. Namshukuru Mungu kwa idadi kubwa ambayo tumepata. Tumekuwa na watumishi mbalimbali wa idara zote. Tumekutana na watu wa afya, vituo vyote vya afya. Tumekutana na watu wa viongozi wenzangu, lakini pia tumekutana na watendaji. Kwa kifupi tu kwamba WDC yangu leo nimefurahi. Tumejadili mambo mengi na tumepata pia majibu sahihi. Pamoja na hiyo tumegundua changamoto kubwa kwa ajili ya kata yetu ya Kabarimu, hususan miongoni mwa hoja iliyokuwa imebeba muda mzito sana, muda mwingi, ni upande wa mabarabara. Ni kweli huu mjadala umekuchukua muda mrefu sana, takriban lisali zima, na mjadala huo umeibua mambo mengi sana. Tumesikia swala la chakula, namna ambavyo limekuwa ni sehemu ya mjadala katika kikao chenu cha WDC. Na hii ni awamu yako ya kwanza. Labda kipi umekibaini baada ya kikao hiki, na ambacho baada ya kikao sasa unaona kuna haja ya kukiwekea nguvu kutafuta majibu ya masuala ya uhitaji wa chakula kwa wanafunzi? Ni kweli huu mjadala umekuchukua muda mrefu sana, takriban lisali zima, na mjadala huo umeibua mambo mengi sana. Watoto wetu
tumebaini na tumekubaliana kuhakikisha kwamba kila mzazi kwa hatua tuliofikia, pamoja na uhaba wa chakula kwa sababu ya hali ya njaa tulionayo, wajaribu kuwezeshwa kuchangia kidogo kidogo kwa ajili ya kuwanufaisha watoto wapate chakula bora shuleni. Baadhi ya wajumbe walisema moja kati ya changamoto ni kutokuwa na sheria ambayo inawaongoza vizuri kwenye kutekeleza jambo hili. Matokeo yake kunakuwa na mpishano na kukosa sheria ya kuweza kuyasimamia. Labda kwenye hili, kama mwenyekiti wa kikao na diwani wa kata hii ya Kabarimu, hili umelibeba vipi? Hili sasa nimelibeba na nitaenda moja kwa moja kwenye halmashauri, kwenye kikao chetu. Nitalipeleka kwenye mjadala, wapo wataalamu na watalijadili. Nimelibeba kama diwani, kama mwenyekiti wa maendeleo, nitaenda nalo pia. Wito wangu kwa wana Kabarimu, kwanza watuamini.